basi wanaotazama wapate faida. Na Linga Mfaume, kuna jambo niliona unaliongea nje ya off mic, tukiwa off air, si ndio? Hapa tupo on air. Wakati tupo off air kuna jambo niliona unalidodosa kuhusiana na kuto kuonekana kwa Mwamnyeto. Sasa naomba nikupe nafasi hii umuulize chief, umesikia nini na unataka umuulize nini, kwa maana uliniuliza mimi pembeni nikakwambia sitaki uchonganishi na mimi Mwamnyeto sijamuona. Kwa hiyo hilo swali naomba umuulize chief, nakupa sekunde 5 kuuliza hilo swali. Swali limenyooka kabisa. Sina kona. Wachezaji baadhi tumesikia kwa wanalalamika kwamba sio wanazungumza kwa utani ule, lakini ni uhalisia kwa sababu hata mechi ya mwisho tukumuona uwanjani. Chief, tuambie bwana, hali ya Mwamnyeto ipoje kwenye kikosi cha Yanga baada tu ya kile ambacho kimeweza kutokea, na tumeweza kuona baadhi ya mashabiki wakisema kwamba mmemwona yule mchezaji amejifunga, mbona tuone 1 2 3. Kwa hiyo nini ambacho kipo mpaka sasa hivi chief? Nafikiri kama utakuwa umefuatilia interview ya jana ambayo alifanya msemaji wa timu yao ya klabu ya Yanga, alizungumza, na ukiangalia aina ya mazungumzo yake, maana yake Mwamnyeto hayuko sawa kisaikolojia, na hayuko sawa kwa sababu yeye ni kapteni wa timu, lakini kwa matokeo ambayo yalikuwa yametokea dhidi ya Dodoma Jiji, issue sio matokeo, issue ni kwa namna gani matokeo yameweza kupatikana, na yeye kama kapteni nini ambacho aliweza kuchangia. Of course hakuwa kwenye kiwango kizuri na alifanya makosa ambayo yakapelekea timu kuweza kupoteza katika mchezo ule kwa magoli yote matatu, kwa sababu magoli yote matatu yanahusika. Goli la kwanza bahati mbaya alijifunga, goli la pili akapoteza mwelekeo golikipa, goli la tatu hakuwa na discipline katika eneo lake, badala yeye mlinzi wa kati kubakia akaondoka bila kutengeneza mazingira mazuri ya kufunga mlango, wakaenda wakascore. Kwa hiyo baada ya pale ni kama ilikuwa ni mechi ambayo kwanza Yanga ilikuwa inakwenda kuongezea pressure kutoka kwenye gap la alama 5 kuja kwenye alama 2. Jambo la pili ilikuwa ni mechi ambayo inawafanya sasa kwamba Yanga yani kwenda kufanya Simba aweze kusogea karibu. Lakini jambo la tatu ndio ilikuwa mechi ya kwanza ya Yanga anapoteza katika msimu huu ya ligi. Kwa mambo yote ukiyazungumza au kiangalia, na tunaelekea ligi katika hatua za mwisho, mambo ambayo mashabiki wengi hawakubaliana nao, kama mimi binafsi pia sikubaliana kutokana na makosa aliyofanya. Kisa mashabiki wao wanaangalia timu katika mazingira ya ushabiki, au angalia katika makosa, kwa sababu hiyo kazi yao ni kuhakikisha timu zinakuwa zinashinda. Wao wanajua matena hasa wa Simba na Yanga, wao ni kushinda. Kwa hiyo nadhani ile pressure ya mashabiki, zile lawama na tuhuma ambazo wamekuwa kipewa, ndio kuliko mfanya wakati mwingine akaomba awe sehemu ya nje ya timu ili aweze kupumzika na kutulia. Unaona, na ukiangalia hata mechi ya jana, kama ulimwangalia Dube vizuri sana, ni kama alikuwa anacheza kwa kupa lawama. Yeye alikuwa hataki kuonekana anakosa goli. Kama ulifuatilia, ni kwenye mpira ambao ya kupiga anatoa pasi. Yaani ile yote ni pressure ambayo ilipatikana kwenye ule mchezo. Lakini naamini kwa yeye kama kapteni, binafsi sijafurahishwa sana na kuona kwamba ameomba pumzike au ipo kambini, kwa sababu wewe ndio kiongozi. Kama ambavyo watu wanakusifia ukiwa unafanya vizuri, ndivyo hivyo watakusema ukiwa unafanya vibaya. Lakini pia watu wanakusema vibaya, maana yake wanaamini kwamba una kitu cha ziada ambacho ungeweza kukiofa. Yaani anayekukosoa na kukusema, maana yake anaamini kwamba haya unayofanya sio hauko hivi ambavyo upo, ndio uweze kuchange. Ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kama kapteni alitakiwa awe na moyo wa chuma na moyo mgumu. Ni cha msingi tu hawajamvaa maungoni, hawajamwathiri kwa namna yote. Ni maneno ambayo hapa hata sisi tunakutana nayo mengi kwenye mitandao ya kijamii, watu wanaanza wakakusema, wakakutukana. Ni hali ya kawaida, na yeye ni kapteni. Sasa kama kapteni tena unaanza tena kuwa chini, timu inaelekea mwishoni, si kitu kizuri na sio uongozi mzuri. Kwa hiyo inakwenda kumpunguzia credit ya kuwa fantastic kapteni, kwa sababu wakati huu ambao timu inakwenda kupambana, timu inaharibikiwa, wewe unatakiwa ukae msala mbele mpaka mwisho kuhakikisha kwamba timu inakuwa ina hari moja. Kwa binafsi naamini kwamba watakuwa kama zungumza naye, arudi akapambane, akaprove wrong. Hao ambao walikuwa wanamshangilia ndio wao leo wanamzomea, na kesho ndio wao watakwenda kumshangilia pale ambapo atafanya vizuri. Na ukizingatia kwamba timu ipo katika kipindi kigumu, mwisho wa msimu. Kiangalia Yanga bado hapo katika level ambayo wenyewe wanapenda kuiona, hawafurahi sana mchezaji wao huko vizuri, lakini wanapambana wakisha kwamba okay, ligi iishe kwanza, ligi kishaisha tujipange kwa ajili ya msimu unaokuja. Kwa hiyo Mwamnyeto hayupo, lakini pia hata Israel Mwenda hayupo.
kutokana na kile ambacho alikuwa amekifanya katika mechi ile ya Simba na Yanga kule Meja Jenerali Samuyo, na yeye hayupo. Kwa hiyo hao ni watu ambao walikosekana, lakini si kwa moja. Lakini pia lingine lilikuwa lazungumzika la Mohamed Hussein, kwa pengine scenario sijui anadai, na ni si kweli. Mohamed Hussein na Yanga walishamalizana kila kitu, na hivi tunavyozungumza amekuwa akiugulia majeraha ambayo aliyapata katika mechi dhidi ya Mbeya City, lakini yuko vizuri, anaendelea kufanya matibabu na wakati wowote atarudi uwanjani. Kwa hiyo rumors za kwamba pengine sio ameondoka Yanga, leo nimepigwa simu nyingi, kaja mimi sio msemaji wa Yanga, watu wakitaka kujua nini kinachoendelea. Kimsingi niwaambie kwamba yupo, anaendelea kujiuguza, anaendelea kuimarika, wakati wote akikaa sawa na madaktari kuthibitisha watakwenda kuendelea kumtumia kama amekuwa akitumika. Lakini pia hata kazi ambayo anafanya Boka si kazi mbaya pia. Sawa. Sasa hapo mimi nikiwa na Siliba Msumali, wewe ndo tuseme unapewa nafasi ya kuwa kiongozi ndani ya Young Africans, ungezungumza nini na Djigui Diarra? Awaombe mashabiki msamaha kwa kile kilichotokea, ama ungelimaliza kimya kama ambavyo tunaona linaendelea kuendelea kimya? Unajua kuna vitu vingi sana kwenye mpira ambavyo vingine vinaonekana, vingine vionekana, vingine vinasikika, vingine havisikiki. Kwa hiyo hatuwezi kujua unajua aliumia hakuumia. Sisi tunazungumzia zile hisia na picha ya kuona kwa macho kilichokiona. Lakini pia tunashumwa kuumia. Nini ambacho kilimfanya atoke? Kuna muda walikuwa wanaongea na mamnyeto, waliongea nini? Unajua mpira ni mchezo ambao hautaki tu ubora, lakini unataka ubora na utimamu wa mwili na akili. Lakini chief, huyu mchezaji anaonekana kama alizila hivi. Asante. Sasa kama kwa nini alizila? Baada ya kupoteza clean sheet. Sasa kuzila ile pengine inaonekana matokeo yeye ndo alichoma. Ndio nikasemaje? Kwa nini alizila? Of course alichangia timu kuweza kupoteza. Mimi mwenyewe ninakaa katika upande. Lakini sasa ukitaka kwenda kusolve tatizo lazima uende mbali kwamba kwa nini alizila. Na tumekuwa tukiona wachezaji wa Yanga kama Israeli Mwenda, baada ya kuchoma kwenye mechi ya dabi, baada ya mechi tu alitoa ujumbe wa kuomba radhi. Tumeona kwa wakina Mudathiri, wachezaji tofauti. Hatujaona hilo. Pengine ndio ambalo linazidi kuwafanya wananchi wazidi kumweka kifuani. Kwa nini ni kama amechoma hivi alafu amekaa kimya? Diarra ni kama anadekezwa. Hatuna uthibitisho kwa kwamba aliumia au akuumia. Ingetoka statement ya daktari wa timu kwamba akuumia, hapo ukimkalia kooni aombe radhi unakuwa uko sahihi. Lakini mpaka bado tunapozungumza hakuna statement yoyote ambayo imetoka kwamba akuumia. Unaweza kusema akuumia aombe radhi, kumbe aliumia. Lakini pia kuumia sio tu kwa maana ya ile morphological structure. Kuumia hata kihisia. Ndio kwamba mchezo ambao inatakiwa uwe fiti kiakili, kimwili na kihisia ndio uweze kucheza. Yaani uwe na hamu ya kutaka mchezo. Unafahamu? Hamu ikipotea ni bora hata mwenye majeruhi anaweza akacheza kuliko ambao ana majeruhi lakini hauna hamu ya kucheza. Unaelewa? Kwa sababu ni mchezo ambao unataka utayari. Yaani ufanye vitu ambavyo wakati mwingine vya kujitoa. Uluke beyond ya uwezo wako. Upeleke mguu eneo ambalo uliweza ukavunja mguu. Yaani mchezo ambao unataka sasa kujitoa zaidi. Yaani uwe umeamua kucheza. Hasa kama unaona kwamba ile shauku ya kucheza haipo, ni bora uwapishe ambao wenye uwezo wa kuweza kucheza. Sio, unaelewa? Kwa hiyo sasa tungekuwa tumelipata hilo, ingekuwa jambo la msingi. Mpaka sasa tujajua kwamba ni kweli aliumia au akuumia. Lakini mimi binafsi tu ni seme kwamba kuna haja pia ya kuzungumza naye, hasa hasira. Amekuwa na hasira ambazo zinakuwa zinapitiliza. Kila kitu kibadilike kina kiasi. Kila kitu. Yaani hautakiwi uweze kureact mpaka ipitilize. Hapana. Tuliona kwa mechi moja itolewa ile mpaka wakamtoa nje. Binafsi haikuwa sawa. Kama na yeye ilikuwa ndio la style hiyo, pia itakuwa sio sawa. Kwa lazima ifike tu watu tuna kiasi. Kama unalalamika, unaumia, lakini mambo mengine lazima yaende. Lakini naamini kwamba ni mtu ambaye amekuwa na mapenzi makubwa na klabu ya Yanga na amewasaidia kwa sehemu kubwa sana. Unajua ukiona mtu anazila kwa sababu ya kufungwa, usimchukulie negative. Maana yake apendi kuona pana vitu vinaharibika.
unanifahamu ukiona mtu apendi kupoteza clean sheet maana hiyo ni ndio mtu wa kumpenda sasa, sababu hataki ujinga, hataki timu ifungwe. Hasa tu namna tukaweza kwenda kummonitor na kuweza kuzungumza naye ili asiweze kuathiri kwa namna moja nyingine matakwa au misingi au ile atmosphere kwa maana ya wachezaji pamoja na klabu kwa jumla yake, lakini pia aweze kuisaidia timu. Sawa Chief, muda wako kuendelea kuwa nasi hapa umefika on the spot, tunasema net, umefika pale ambapo unatakiwa kuwa. Mimi ni kushukuru sana kwa muda wote ambao tumekuwa